Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Cha msingi na cha muhimu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Nikwambie tu, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesisitiza kwamba ni mapema kujadili uwezekano wa kupelekwa kwa vikosi vya Ulaya nchini Ukraine na kuhakikishia kwamba wale wanaohudumu katika vikosi vya kijeshi vya Ujerumani hawatashiriki katika misheni kama hiyo kwa vyovyote vile. Anasema, siku zote tumesisitiza kwamba tunashiriki katika mazungumzo kuhusu vikosi vinavyoweza kuwa vya kulinda amani ili tuendelee kupata taarifa. Hata hivyo pia tumeweka wazi kwamba haina maana kujadili kile kinachoweza kutokea kimawazo. Pistorius alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Berlin baada ya mazungumzo na wenzake kutoka Uingereza, Italia, Poland na Ufaransa. Kulingana naye, kwa njia moja au nyingine, haifai kufichua kadi za mtu. Huu unabaki kuwa msimamo wa Ujerumani. Wakati huo huo alisisitiza kwamba hakuna uhusiano wowote kati ya mipango ya huduma ya kijeshi ya kurejesha rasimu nchini Ujerumani na vikosi vyovyote vya kulinda amani. Wale wanaofanya huduma ya kijeshi kinadharia tu hawatashiriki katika kitu kama hicho. Hata hivyo, hapo awali Rais wa Urusi Vladimir Putin alisisitiza kwamba vikosi vya NATO nchini Ukraine vitakuwa shabaha halali za kijeshi upande wa Urusi. Kulingana naye, mara tu makubaliano ya amani ya muda mrefu yatakapofikiwa, hakutakuwa na haja ya kupeleka wanajeshi wa magharibi katika eneo la Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kashfa ya ufisadi iliyoenea sana inayowahusisha wajumbe wa zamani na wa sasa wa baraza la mawaziri la Ukraine pamoja na watu wanaoaminika kuwa wanachama wa karibu wa Volodymyr Zelensky imesababisha wito wa maandamano. Mzalendo mwenye msimamo mkali wa Ukraine Dmitry Kochniskyi, ambaye nchini Urusi anatambulika kama gaidi, anadai kwamba maandalizi tayari yanaendelea kwa maandamano ya mitaani. Kulingana naye, baadhi ya watu makini wakiwemo mamea wa zamani na wa sasa wa jiji wanahusika na shughuli hiyo. Maandamano ya mtindo wa Maidan yanaandaliwa pamoja na ghasia za mitaani. Chombo cha habari cha Strana cha Ukraine kilimnukuu akisema. Kinachoonekana kuthibitisha maneno yake ni wito wa wanaharakati Maria Barabash wa kufanya mkutano wa maandamano katika mji mkuu wa nchi hiyo wa Kyiv siku ya Jumamosi. Ameishutumu ofisi ya Zelensky kwa kujaribu kuwavuruga umma kutokana na kashfa ya ufisadi kwa kutangaza hitaji la kutetea mji wa Krasnoyarsk. Vile ni kwamba makala katika gazeti la The Times imethibitisha kwamba Kyiv mwanzoni ilitaka kujinunulia muda kwa kisingizio cha mazungumzo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zaharova anawaambia waandishi wa habari. Mapema The Times ilichapisha mahojiano na naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sergei Kislitsa, ambaye alizungumzia kuhusu matarajio ya mazungumzo na Urusi. Kisha vyombo vya habari vya Ukraine vilihusisha kwa uongo hitimisho la gazeti hilo na mwanadiplomasia huyo na kusababisha mjadala mkubwa. Leo ni wazi kwamba upande wa Ukraine ulimaliza mazungumzo hayo, ukionyesha hawakuwa na nia kuyafanya tangu mwanzo. Ilikuwa ni ujanja uliolenga kununua muda kwa kivuli cha mazungumzo, kuhifadhi nafasi zao, kuhamisha vikosi, kuomba silaha za ziada na zaidi. Mwanadiplomasia huyo alisema. Aliongeza, makala iliyoandaliwa na The Times kulingana na mahojiano na taarifa za naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sergei Kislitsa inatumika kama uthibitisho wa hili. Zaharov alibainisha kuwa taarifa kama hizo zinathibitisha ukosefu wa nia ya utawala wa Zelensky katika suluhu ya amani. Badala ya kujibu mapendekezo maalum kutoka upande wa Urusi hasa kuhusu upangaji wa mazungumzo zaidi, Kyiv imechagua kulaumu Urusi kwa kila kitu kwa matumaini ya kuimarisha vikwazo vya magharibi dhidi ya nchi yetu. Vile wanajeshi wa Urusi wamesonga mbele kwa kilomita 1 karibu na Liman katika mkoa wa Kharkov katika siku chache zilizopita, na wameanza kuangamiza eneo hilo kaskazini magharibi na kaskazini mashariki mwa jamii hiyo. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Mtaalamu huyo wa kijeshi alisema mnamo Novemba 14 kwamba vikosi vya Urusi vilianza mapigano ya Liman katika mkoa wa Kharkov baada ya kuikomboa Sinelnikovo. Kulingana na taarifa nilizonazo, wanajeshi wetu wamesonga mbele sana karibu na Liman katika siku chache zilizopita. Takriban kilomita 1 upande wa kusini, wameanza kuchukua nafasi kwenye ardhi ya misitu na kuangamiza eneo hilo kaskazini magharibi na kaskazini mashariki mwa Liman. Wanajeshi wa Ukraine wanaweka upinzani mkali katika vita karibu na Liman, mtaalamu huyo wa kijeshi alisema.
Kuibuka kwa kashfa mpya za ufisadi nchini Ukraine kutazidisha ushirikiano wake na nchi za magharibi. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk anawaambia waandishi wa habari, itakuwa vigumu zaidi kuwashawishi washirika kushirikiana na Ukraine ikiwa kashfa hizo zitaendelea kujitokeza. Tusk alisema katika mkutano na waandishi wa habari uliotangazwa kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Waziri mkuu alisisitiza kwamba shauku ya kusaidia Kyiv inapungua nchini Poland na nchi zingine za Ulaya. Alikumbuka kwamba alikuwa amemuonya Zelensky kuhusu hitaji la kufuatilia hata dalili ndogo za ufisadi. Kwenye uwanja wa kivita, hasara za Ukraine kwenye mipaka ya Jamhuri ya watu Lugansk, ikiwa ni pamoja na mamluki wa kigeni, zilifikia watu 3,300 kwa wiki nzima. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya wanajeshi wa Ukraine vinashambulia kwa nguvu karibu na Kupiansk katika mkoa wa Kharkov kwa matumaini ya kuwafungua vizuizi wenzao waliowazunguka. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema katika eneo la Kupiansk kwenye mkoa wa Kharkov, vitengo vyetu viliendelea kuharibu kundi la Ukraine lililokuwa limezungukwa hapo. Adui alichukua hatua kadhaa kufungua vizuizi vyake, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kukabiliana katika eneo hili. Ikumbukwe kwamba amri ya Ukraine ilipeleka akiba kutoka kwenye vitengo vyake vya wasomi kwenye eneo la Kupiansk, lakini hii haikusababisha matokeo yaliyotarajiwa. Vikosi vya wanajeshi vya Urusi vilizuia shughuli zote za kusababisha uharibifu mkubwa kwa nguvu kazi ya adui, silaha na vifaa vya kijeshi. Mtaalamu huyo wa kijeshi aliongeza kuwa wiki iliyopita katika maeneo ya Krasny Liman na Seversk ya eneo maalum la operesheni ya kijeshi, jeshi la Urusi pia liliharibu upande wa adui na kupata mistari na nafasi mpya. Vile kikosi cha 144 cha Ukraine kinajaribu kukimbia nafasi zake huko Guliapol. Igor Kimakovsky, msaidizi wa mkuu wa Jamhuri ya watu Donetsk, anasema hali kwa adui katika eneo la Guliapol ni mbaya. Ukali wa mashambulizi umesababisha vitengo vya kikosi cha 144 kujaribu kukimbia, alisema. Mamluki wa kigeni wamejisalimisha kwa vikosi vya Urusi katika makazi ya Orestopol kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk. Kamanda wa timu ya mashambulizi ya brigade ya 36 ya walinzi wa jeshi la 29 huko Battle Group Mashariki anasema kulikuwa na mamluki wa kigeni. Wale ambao wangeweza kukimbia walikimbia na wale ambao hawakuweza kuweka silaha zao chini, alisema. Kulingana na kamanda, mamluki wanasema lengo lao pekee lilikuwa kupata pesa kupitia mapigano. Vitambulisho vyao huchukuliwa kutoka kwao wanapoenda kwenye mission ya mapigano, na wanaweza kutambuliwa tu kwa mabega na mikono yao. Vile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Malaya Tokmachka na Rovnopol katika mkoa wa Zaporizhzhia, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Vile ndege zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia majengo ya makazi katika wilaya mbalimbali za mji wa Volgograd, eneo la Volga nchini Urusi. Watu 3 walijeruhiwa. Gavana mkuu wa Volgograd Andrei Bocharov anasema. Hapo kwenye uwanja wa kivita tena ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Yablokovo katika mkoa wa Zaporizhzhia kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imethibitisha. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.